Kwa hiyo nakusihi tena, hata unayesikiliza kwa njia ya mtandao, yani hata kama husali hapa kanisani ila moyo wako uko hapa, na wale ambao wanawaambiaga kukiwa na lolote muwe mnatujulisha, wajulishe kwamba tunaweka marumaru kanisani. Sio kwamba tuna mapungufu, ila tunataka na wao wanapokuja siku yoyote waseme hili ndo kanisa letu ambalo mioyo yetu iko hapa. Kuna mdogo wa Ledesta huko waliko, wengi wanajiita ni wafuasi wa mchungaji Mbarikiwa. Kinachowasumbua tu kila wakija anasema wanaume meacha zinaa, tamaa, dhambi, ulevi, tupombe, umeacha. Kwa sababu dini zote huko barabarani zinataka mchango tu na pesa ya mtu, tabia za mtu huwa hawana mpango nazo kumwelimisha kwamba ndizo zitakazoleta laana kwenye maisha yako. Na ndio maana nataka nitoe post fulani niendelee kumwelimisha mwalimu pia na mitume na manabii kwamba ubora wa shule sio uzuri wa walimu wanaofundisha. Ubora wa shule sio uzuri wa walimu wanaofundisha kwamba wana ufaulu gani, wana vyeti gani, wana uzoefu gani. Ubora wa shule uko katika vitu viwili vikubwa. Kimoja ndio kikubwa zaidi, lakini shule za sasa haziwezi kukizalisha. Ubora wa shule kwa lugha ya ulimwengu, shule inakuwa bora kwa kufaulisha. Shule haiwi bora kwa sababu ya uzuri wa mwandiko wa walimu. Haiwi bora kwa uzuri wa tiki ya mwalimu na very good baada ya kusahisha. Excellent, very good, good, well done. Shule haiwi bora kwa uzuri wa tiki ya mwalimu, uzuri wa kosa ya mwalimu. Shule haiwi bora kwa uzuri wa mwandiko wa mwalimu, uzuri wa uelezaji wa mwalimu. Alikuwepo mwalimu wa Kalindile wa Majombo Primary School. Alikuwa anafundisha hesabu vizuri, afu mwandiko vizuri, darasa la 6 na la 7. Lakini bado Majombo ilikuwa shule ya kuanzia. Watu wakishafika darasa la 3 au la 5 au la 6 anahama, anaenda shule ya kufaulia. Amen. Kwa sababu ile ilikuwa shule ya kuanzia. Kwa hiyo anawaambia hata wafuasi wa mwalimu na mitume na wainjilisti na wahubiri kwamba ubora wa shule, ubora wa ibada sio uzuri wa anayefundisha na anavyofundisha. Ubora wa shule, ubora wa ibada, maana ya ibada ni matokeo ya wanaofanya ibada hapo. Ni ustawi wa wanaofanya ibada hapo. Ni ufaulu wa wanaofanya ibada hapo, au wanaokusikiliza. Na penye kufaulu, penye kustawi, penye kuzaa. Kuzaa hakutokani na kufundishwa vizuri. Kuzaa, tunda kuzaa, mmea kuzaa hautokani
na ulivyopanda vizuri na ulivyolima vizuri. Kama ungeka rekodi yako engineer akikuwa vizuri sana, uanzie pale nyuma, kama unaweza karudi nyuma YouTube. Bwana Yesu sana. Kuzaa kwa tunda au kwa zao hakutokani na ulilimaje vizuri. Hakutokani na ulilimaje vizuri, ulipandaje vizuri. Paka kuja kuzaa ni ulipaliliaje, ulisimamiaje. Hasifiwi, apongezwi mtu kwa kulima vizuri mazao yanapotokea. Hasifiwi mtu kwa sababu ya kupanda vizuri. Na hata wasemaje, nasema finishing ni gharama kuliko unavyoanza. Usimamizi ndio changamoto, mwalimu. Na ndio maana Biblia inathamini sana wawaongozao watu kutenda mema, sio wawaambiao watu mema. Sio huu ushauri. Unajua huu ushauri, wanaochukia wanachukia wanadamu wa kawaida, lakini mhusika mwenyewe anajua huu ni upendo wa hali ya juu sana. Biblia haithamini mwisho wa mhubiri aliyeongea mema. Hata tunaposema waambiao watu habari za mema, miguu ya watu waambiao habari za mema, finishing kabisa, thamani kabisa, heshima kabisa, uzito kabisa. Soma vizuri kwa wahubiri wa aina mbalimbali. Soma vizuri kwa wahubiri wa aina mbalimbali. Utaona walipata thamani kwa kumfikisha hata mmoja salama, kwa kumfanya hata mmoja, wawili, watatu, wanne, watano wakawa na kilo, wakawa na uzito. Hawakuwa na thamani kwa sababu ya makundi makubwa ya waliowasikiliza, ya waliowatoa mapepo, ya waliowakombolesha udongo, ya waliowafundisha vipawa vya Roho Mtakatifu, ya waliowafundisha jinsi ya kuwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Thamani ya wahubiri au watu wa Mungu ilikuwa kule kumbadilisha kabisa Elisha akawa na uwezo na ufahamu na nguvu na namna walao zinazoelekeana na Elia. Thamani ya kina Musa ilikuwa ni kule kuwabadilisha akina Joshua na Kalebu walao wakawa na namna kama za Musa. Na ndio maana Musa anakuambia nilikuwa na miaka 120, macho hayakupofuka, nguvu hazikupungua. Unamuona Kalebu anasema na mimi nina miaka 85, nina nguvu za miaka 40. Yesu asifiwe. Thamani ya shule ni ina ufaulu kiasi gani? Au watoto watakaotoka hapa watakuja kuwa nani? Watoto watakaosoma shule hiyo watakuja kuwa nani? Kiujumla shule ilikuwa watoto wasome, alafu wakazalishe nini mitaani, wakazalishe nini kwenye jamii. Lakini kwa sasa kwa fahamu ilivyo ni watoto wasome, wafaulu, waendelee mbele. Waendelee mbele ndio thamani ya shule. Lakini hiyo shule inaweza ikapanda thamani zaidi. Sasa tuna walimu, tuna wainjilisti, tuna mitume, tuna manabii ambao fahari yao ni kukombolesha watu udongo, kulowesha miguu ya watu kwenye mafuta wakati wana vumbi la airport, vumbi la Yera, vumbi la Mbeya, chubwi, mtu anameremeta kwenye mafuta. Mguu mmoja unameremeta, mwingine umeremeta, utafikiri amekunja suruali upande mmoja.
Unachosema mimi nina watu wengi kuliko wewe mbarikiwa. Ndio maana nasemaga mliona watu wengi, mko wengi, lakini kwa nini maneno ya mbarikiwa yanawatetemesha kweli? Kwa sababu thamani ya mwanadamu, thamani ya mhubiri si wingi wa watu wanaomsikiliza. Ni thamani ya watu wanaomsikiliza. Yesu asifiwe. Mgogoro hauko kwenye kuwahubiria au kuambia watu mema. Mgogoro uko kwenye kuwasimamia watu watende mema. Thamani ya shule, thamani ya shule sio walimu wanafundishaje. Thamani ya shule ni administration, is it? Utawala, usimamizi nini? Si churches, si huko. Bwana Yesu asifiwe. Thamani ya shule ni usimamizi, sio ufundishaji tu, bali nini? Usimamizi. Kwa maana walimu wetu wanakwepa sana usomisha. Nimeandikiwa tu kuwa mwalimu, nimeitwa kuwa mwalimu, nimeitwa kuwa mwinjilisti, nimeitwa kuwa mtume. Hakuna jukumu, hakuna huduma ambayo haijalenga kukamilisha mtu. Yaani hakuna huduma ambayo yenyewe ilitaka imwache mtu hewani atakamilishwa na mwingine. Hapana. Kila huduma ilikuwa unapomwokota mtu popote, kwa sababu mwalimu anaweza kumfundisha mzinzi akaacha uzinzi akatenda mema. Mtume anaweza kumchukua mzinzi akamhifadhi akamsaidia akaacha kutenda uzinzi. Mwalimu mwinjilisti anaweza akamkemea akamhubiria akamvuta mzinzi akaacha uzinzi. Mchungaji anaweza akamchukua mtu aliyekuwa mzinzi, aliyekuwa mvuta bangi, akamwambia bangi ni mbaya na akaacha bangi. Nabii anaweza akamwambia mtu ulikuwa kuzini, acha tabia hiyo, fanya 1 2 3, akaacha tabia ile. Wote, huduma zote zililenga kumkamilisha mtakatifu. Zimegawanyika ufanyaji kazi, hazijagawanyika matokeo ya kazi. Haleluya. Sijui kama mwalimu, mwinjilisti, nabii, mtume atanipata, atanielewa au atajua ni wivu. Shughuli iko kwenye kusimamia mtu awe ulivyoongea. Kwa sababu ili awe ulivyoongea lazima kuangalie wewe sana. Lazima kuangalie wewe sana, na kipande kikubwa ukiona watu hawabadiliki ujue ndo ulivyo wewe. Kwa sababu roho ndiyo itiayo uzima. Yaani roho yako wewe ukoje ndivyo watu wako watakavyokuwa. Wahubiri wote ambao walibadilisha watu, mtu akawa na mvuto, ni wale waliosema nitazame mimi, niangalie mimi, nifuate mimi. Mtu abadiliki kwa kumfundisha upako wa Roho Mtakatifu wewe umesepa zako. Amna, simama, koma. Hata ya kuhubiri wiki moja, siku 3, siku 2 umehama, siku 3 umehama. Ni uhuni wa sasa hivi tu. Kwenye Biblia unasimama mahala kwamba ni mtume, kwamba ni mwalimu, kwamba ni mwinjilisti, kwamba ni nabii, unakoma mahali mpaka kinaeleweka ndo unahama. Wasoma kina Petro naweka kwenye kundi gani? Kwenye walimu anafundisha nyaraka hizo hapo. Unamweka kwenye kundi gani? Alikoma miaka 3, mwaka 1.5, miaka 7, miaka 8, yuko eneo moja. Unaruka utafikiri kiroboto. Unasema mwingine atakamilisha shughuli.
Haiko kuongea vizuri, kukoroma. Mnaita mwinjilisti wa koroma, Biblia inasema chooni wenye dhambi, chooni hukumu. Amna hiyo na matape na vijana wengi tu ambaye ametoka kupiga debe leo anajua. Shughuli iko kumchange, kumbadilisha huyo mtu, kumgeuza huyo mtu awe unavyoongea. Pale panahitaji usimamizi, panahitaji gharama. Ndio maana Biblia hapa katika Danieli hapa elewe, mwalimu, mwinjilisti, nabii, mtume. Ngao ukitaja huduma zote hizo anayeshtuka tu ni mwalimu. Mbona tunataja huduma 5? Sikia, walimu ni Mungu, akosei. Unasikia mwalimu, mwinjilisti, nabii fulani, ukitaja wote wanakuambia wote ungetaja kwamba ni wahuni, wote ungetaja kwamba wanakoseaga, wote ungetaja kwamba ni wajanja. Kasoro huyu Mungu. Nasema huyu Mungu wenu wote tusije tukaingia hukumuni kwa Mungu kwa sababu alikosa mtu wa kumnyorosha. Anasemaga Ruto. Anakuwa kwa sababu Biblia inasema ikiwa ninakwambia jambo, kamwambie mtu huyu hili jambo ni baya. Ezekiel 3:17 mpaka 19. Ikiwa nimekuambia kamwambie mtu huyu jambo ni baya, na wewe hauendi ukamwambia, yule mtu akifa damu yako itatakwa mikononi pako. Lakini ukimwambia akaendelea kufanya na akaja kufa, wewe umenawa. Sasa huyu nabii hataki kuguswa. Nabii utaweka kina Kakobe, utaweka kina nani, unakwambia wote. Mimi nakwambia kama kuna mtu alitakiwa aheshimike kwamba alijaribu kulitakasa kanisa, aheshimike peupe. Serikali inajua, kuzimu kunajua, mbinguni wanajua, wanadamu wanajua. Kakobe ndo ambaye asingeguswa. Kakobe, naongea hapa niko ndo niliyemcharua kuhusiana na corona, kwa sababu mimi nikikusifu si tafsiri ya kwamba huna kasoro yoyote, na nikikupongeza si tafsiri ya kwamba huna kasoro yoyote. Mtu ambaye hakutakiwa aguswe, kuingizwa kwenye miongoni mwa wahubiri waliowahi kupita duniani wakawa wahuni, Kakobe. Kaisome Biblia unavyoisoma. Kakobe unamkuta kwenye maeneo mengi alijaribu kuzama Biblia inakozamia, kuingia Biblia inakoingia. Ni mhubiri aliyewahi kusoma kutoka Mathayo mpaka Ufunuo, nukta kwa nukta, koma kwa koma, alafu akawa anajilinganisha na kilichoandikwa, analinganisha na wanachokifanya. Amewahi kusoma koma kwa koma toka Mathayo 1 mpaka Ufunuo, na akilinganisha, hili tunafananeje nalo, hili tumekosea wapi, hili tumeacha nini. Ni mambo tu ugeuka. Huyo tungesema tumwache kwa kweli. Na hata ukiangalia walau harufu ya wokovu, harufu ya utakatifu, ukiwaona full gospel, kuna mahala, kama si zote, kuna mahala utatembelea full gospel, utaona harufu ya utakatifu. Tukiachilia mbali ukali ukali usio na sababu na uongo, ili wakwepe adhabu ya mchungaji wao na kiongozi wao. Sababu wana adhabu vingi ambavyo sasa wakati mwingine ili avikwepe inabidi adanganye, na huo uongo unageuka hata kwenye maisha ya kawaida, unakuwa ni muongo. Lakini niseme hivi,
Kama kuna mhubiri hakutakiwa kuguswa ndani ya nchi ya Tanzania, Kakobe. Tunakusa kina Kakobe, tunawagusa, tunawakemea. Kakobe ndo niye mkemea kwamba ulistahili makofi. Kakobe, ukasaliti Jeni kwa vipande 30 vya fedha. Umesaliti, ulikuna wapima watu wanakuja na vipimo toka hospitalini, vinasema hivi, unaomba mtu anapona na unasema lisilowezekana kwa Mungu lisilowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu inawezekana. Leo hii ndo uliyesema Mungu hawezi kuponya. Hebu tuielekee sayansi yenyewe iliyo na masharti. Bila mimi hakuna kusafiri, hakuna kununua, hakuna ajira. Sayansi gani ambayo unataka tuielekee sasa hivi? Lakini unakuja kuokota muhuni tu, muhuni fulani, jambazi tu, jambazi fulani, jambazi, unaokota jambazi fulani. Ndio maana katibu akasema, mliingia kwa sababu huyu ni sahihi. Mnaliingia kwa sababu ana watu wanaoweza kuaminya, wanaoweza kumkosoa. Lakini huyu damu yake itatakwa mikononi mwa watu waliofahamu haya anayofanya si mema. Ikatakwe kwa wote. Mimi mikono yangu itakwenda ni mitakatifu, ya kwamba nilimwambia kabisa. Uhubiri si wangapi wanaokusikiliza. Uhubiri ni thamani na uzito na mabadiliko ya wanaokusikiliza. Na mpaka watu wamebadilika ni wewe mwenyewe uwasimamie. Wewe mwenyewe uwasimamie mguu kwa mguu. Nifuateni mimi kama navyomfuata Kristo. Mguu kwa mguu. Muwe kama mimi. Ukiniona roho yangu utaipata. Niangalie sana. Niangalie mimi. Uhubiri wenye thamani ni ule uwezo wa kubadilisha mtu awe kama wewe. Awe kama wewe. Yesu asifiwe. Haleluya. Huo ni uhubiri wenye thamani. Wenye thamani. Sikia. Twenda hapa Danieli 12. Danieli 12. Nabii na mwinjilisi, nabii amekosa watu wa kumonya kwa sababu ya system ya kwamba wote wanaomsikiliza ndio walio kwenye vitengo vya kuminya kila atakaye kosoa. Ulaji wake ni ulaji tu ule. Hakuna mtu aliyewahi kutoka. Ndio maana amesema mimi ni kizazi na kiumbe niliyetokea ambaye vizazi vingi vitakavyokuja baadaye havitaamini nilikuwa mwanadamu wa kawaida. Havitaamini. Kinachoogopwa yule sio kwa sababu yale mambo anafanya ni mema. Kinachoogopwa ni kwa sababu wanaomsikiliza, wanaojiita wafuasi wake, ndio walio na uwezo na mamlaka ndani ya nchi kuminya kila watakaye. Lakini si kwamba nayo wanaofanya hali ni mema yale. Hamna. Unajua kuwajaza upako na Roho Mtakatifu wazinzi, walevi, vimevaa kimaraya, au ukiondoka vinabaki kimaraya, unawafundisha Roho Mtakatifu, ni sawa na kumpakasha mtu mafuta ambaye hajaoga. Ni sawa tu na yule anayeloweka miguu. Anayeloweka mguu mmoja, analoweka kwenye mafuta ya upako, alafu na kweli utafikiri umekunja suruali. Na nimepokea upako. Alikuja awamu ya kwanza Mbeya, akawakusanya wengi, akaja mara ya pili akasema, wewe bwana wewe, ulituogesha mafuta wewe jamaa wewe. Sema rudi mara ya tatu. Urudi mara ya tatu. Urudi mara. Mbeya ndio eneo pekee huibi mara tatu. Kwa sababu wameibiwa kweli. Huibi mara tatu mara nne. Ndio maana hakuna nabii anayestawi Mbeya. Hakuna. Moja, kwa sababu nipo nuru na taa
ya Mungu duniani. Sababu ya kwanza, nipo. Sababu ya pili, Mbeya wameibiwa sana. Kwa ni ile tuni tu utakayokuja nayo mpya, sasa hivi tutaloweka miguu. Ndio anasema tukajaribu na hii, kwa sababu Mbeya ni wazee wa kujaribu. Hakuna imani Mbeya itakuja wasijaribu. Hakuna utakachoita ufunuo Mbeya utakuja nacho wasikijaribu. Mzaliwa wa kwanza kiharibika, wote mmeharibika. Mbeya wa kwanza kushika wazaliwa wa kwanza. Tumeharibika. Mbeya kuna, mnasema kunena kwa lugha ni kuwashiana Mungu. Mbeya ni wa kwanza. Ribo, sporiboshka, sporibo, ndo wa kwanza kunena. Mbeya kuna kitu hawajakionja. Hakuna kitu hawajakionja Mbeya, hakuna. Wala Mfikemo, no maana Mfikemo yuko Mbeya. Hahami pamoja na uwezo wa kifedha alio nao. Hahami kwenda Dar es Salaam. Hahami. Anaongeza maduka tu, ni Mfikemo. Wote walipotajirika walihamia Dar. Mfikemo yuko Mbeya. Kwa sababu anawawakilisha waumini. Anawakilisha waumini wa Mbeya. Ulete imani gani Mbeya wasiipokee? Imani gani? Hata kama mnasali mguu mmoja mnaacha kwa nyuma hivi, Mbeya wanaingia. Mbeya wanaingia. Yaani kama mguu mmoja mnasali mguu mmoja mnaacha hivi, Mbeya lazima wafikemo. Mna nini? Haleluya. Huyu kakosa mtu mwenye upendo wa kweli. Mwenye upendo wa kweli. Kwa sababu ya ulaji tu ambao, ndugu, thamani ya wewe kufundisha. Thamani ya wewe kufanyaje? Kufundisha. Sio uzuri wa kufundisha kwenyewe. This is the chalk. Oh. Can anybody say chalk? Or say chalk. This is a chalk. Or say chalk. This is a picture. Say a picture. This is a cloth. Say a cloth. Say a cloth. Say a cloth. Ndugu, thamani ya wewe kuwa mwalimu, thamani ya wewe kuwa mwinjilisti. Narudia tena, mwinjilisti anao uwezo wa kumchukua mwenye dhambi, akamkemea, akamwelekeza, kwa njia yoyote utakayoita ni uinjilisti. Yule mtu akaogopa dhambi na akajua kutenda jema, na hiyo ndo outlet ya huduma yoyote aliyoileta Mungu. Mwalimu anaweza kumchukua mlevi, mzinzi, mvuta bangi, akamfundisha madhara ya bangi na faida ya jema. Mtu huyu akaacha jema baya, akaacha bangi, akaacha sigara, akaacha pombe, akaenda akaanza kufanya mema. Hiyo ndo outlet, ndo matokeo, ndo malengo ya huduma. Halikadhalika mchungaji, halikadhalika nabii, halikadhalika mwinjilisti, halikadhalika nani mwingine? Mtume. Biblia inasema kwamba Mungu alileta hivi kwa makusudi ya kuwakamilisha watakatifu. Alileta haya. Yaani sio kwamba huyu anafanya anaishia hapa. Ama huyu mmoja anakomaa kwa njia hiyo anayopitia ya utume au ya uinjilisti au ya walimu. Anakomaa na hao waliomjia kama mtume, na hao waliomjia kama mwinjilisti, na hao waliomjia kama mchungaji. Anakomaa nao mpaka anawakamilisha. Niwafundishe hilo, huenda takuja kutamba mnatanganya na watu. Mchungaji, kila mtu kaitwa tofauti. Umeitwaje, ulikutwa wapi, haijalishi. Ila unachokifanya lazima kizae nini ndo inachojalisha.
unachokifanya. Mgogoro hauko kwenye kufundisha vizuri, kuwajaza upako wazinzi na walevi na Roho Mtakatifu, kutabiri, kuona ndoto. Hizo wanaona kweli? Wanaona, tulishaona. Una tamaa ya mabinti hivi, tamaa imekukalia. Tamaa imefanyaje? Imekukalia. Unafundishwa jinsi ya kusema na Mungu usiku. Sijui una maisha fulani hayana nidhamu kwa Mungu, hayana nidhamu kwa maombi, hayana nidhamu kwa tabia mbaya. Kwa kuna wakati unapitiwa na wachawi, unapitiwa na wachawi, wanakuminya, unakutesa, unajikuta umezini. Kufundishwa jinsi ya kuwaona wachawi, kuwa na Roho Mtakatifu anayefunua mabaya. Tunaelewa sana hilo somo. Tunaelewa sana. Kwa sababu kwanza unaminywa sana. Unaminywa sana. Kwa nataka ujue wanaokuminya hapo, kila usiyempenda kanisani, kila usiyempenda kwenye ukoo wako, kila usiyempenda wifi yako, shemeji yako, mfanyakazi wa ndani, shemasa anayekuaga mlangoni, lazima wote ndoto huyu ni mchawi. Na hiyo ndio heshima ya mchungaji na nabii wetu. Ndio heshima, kufundisha watu waone vitu vilivyo kwenye tamaa zao. Usione mhubiri yoyote anayevuma ujue shemu kubwa. Wahubiri wanaangalia saikolojia za watu zinataka nini. Saikolojia za watu zinataka nini? Utambuzi. Sio nimekosea wapi, sio nimeharibu wapi, nini kifanyike mambo yawe. Watu hawataki kujua hayo yaliyoharibika, hayo yaliyoharibika kwako. Umekosea wewe. Kila kilichoharibika kuna mtu alisababisha. Sasa mtume na nabii, mwinjilisi, mwalimu, fanya kitu. Loweka mguu, lete udongo, mikosi, pokea upako, jifunze jinsi ya kusema na Mungu. Shida sio kusema na Mungu. Dhambi zenu ndizo zimewafarakanisha na Mungu, na hata hataki kuwaona wala kuwasikia. Dhambi, makosa ya mtu, hakuna anayeziba. Ondoa dhambi, umeshampatanisha na mtu na Mungu. Penye kuondoa dhambi sasa, haiondoki kwa kumwambia mtu acha uzinzi, acha pombe, acha umalaya. Inaondoka kwa kumwambia nifuate mguu kwa mguu. Hili ni baya, jema ni hili. Hili ni baya, jema ni hili. Hili na madhara, lenye faida ni hili. Mguu kwa mguu mpaka nafika ng'ambo ya Yordani. Anasema siwezi kumwacha Mungu aliyenigharamikia hivi, aliyenibadilisha hivi, wewe. Yesu asifiwe. Hallelujah. This is a chalk, this is a closet, this is the picture. Oh, hallelujah. Unajua umeshamaliza, umesepa zako, umekusanya vya kusanya, umeondoka. Mimi nimesema wote wanaogopa mimi tu, damu yake haitakuwa mikononi mwangu. Ninachosema ualimu, uinjilisi, utume, unabii, si unasikilizwa na watu wangapi. Ni wanaokusikiliza wamebadilika kiwango gani kuwa kama wewe au kuwa kama yule unayemtangaza wewe. Kusomea andiko hili Danieli 12. Kusomea andiko hili mstari wa 2, soma. Anzia moja tu. Danieli 12 mstari wa 1 nasema. Anasemaje?
Wakati huo Mikaeli atasimama. Atasimamaje? Jemedari mkuu. Asimamaye upande wa wana wa watu wako. Ndio. Na watakuwa na wakati wa taabu. Ndio. Mfano wake hautakuwapo tangu lilipoanza kuwapo taifa hata wakati huo. Na wakati huo watu wako wataokolewa. Kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile. Ndio. Tena wengi wa hao walalao katika mavumbi ya nchi ndio wataamka. Ndio. Wengine wapate uzima wa milele, na wengine aibu na kudharauliwa milele. 3. Na walio na hekima ndio watang'aa kama mwangaza wa anga. Ndio. Na hao waongozayo wengi kutenda haki. Wanaofanya nini? Wawaongozao wengi kutenda haki. Na hao wanaofanya nini? Wawaongozao wengi kutenda haki. Wawafundishao haki. Wawaongozao. Wawafundishao mema. Wawaongozao. Unakujua kuongoza? Mguu kwa mguu. Mguu kwa nini? Kwa mguu. Hii ni haki, fanya hivi. Hii ni baya, usifanye. Hii ni haki, fanya hivi. Ili acha, ili fanya, ili utaumia, ili acha. Pale ndo penye kuuawa na unaowasaidia. Mtu yote ukiropoka tu. Kwa mfano mimi kwa nini nachukiwa? Unafikiri nachukiwa kwa sababu kuna jambo naongea baya? Nachukiwa kwa sababu narudia zaidi ya mara 5 jambo la aina hii moja. Munielewe vizuri. Usione zile klipu za mitandaoni nachukiwa kwa sababu nimeongea baya. Narudia tena. Usione zile klipu. Ndio maana wote wanaolalamika, wanaosema tunakupenda, wanacholalamikia, you are talking too much, pastor. Unaongea, unapitiliza, unaongea sana. Inatosha. Usimamizi. Hata mtoto ukisema umemsimamia asiwe nachezea moto, ni tofauti na kwamba nilimwambia. Ni kwamba umerudia zaidi ya mara 5 kuongea kitu hiki kitakavyoleta madhara. Mimi sichukii kwa sababu lile neno nimeongea baya. Amna. Mimi nachukiwa kwa sababu umeliongea, unalirudia, utalirudia. Ndipo akina Shujaa Sinduna wanasema you are talking so much, pastor. Mela usimami mgogoro kwenye huwezi ukauao. Umeongea tu mara moja, wenye dhambi mtaenda jehanamu. Mungu awabariki sana. Wekeni kikapu hapa. Jinsi ya kupokea na kujaza Roho Mtakatifu hata kama ni maraya, unapokea tu anakujaa. Wekeni kikapu hapa. Roho akija kijaa kiingia ndani yako, upako ukatembea nao. Hakuna hilo gizani ambalo hautaliona. Hakuna linalo nyenyekea. Hakuna upepo ambao utavuma haujaelewa. Haleluya. Wekeni kikapu, toeni sadaka. Nunueni na madaftari hapa. Umesepa, hapana mgogoro pale. Mgogoro ulipo, tumefundishwa Mungu aseme hakuna litakalo kuwa linafichika. Tuanze kuwaona hawa watu mpaka hakuna linalofichika na wana matokeo chanya. Hapo ndo eneo ambalo watu watatamani kukung'ata. Hapo ndo atakaposema hili somo, hili fundisho, rudia tena. Ulisemaje? Ndugu, mimi nilitoka dini inayofundisha hakuna Mungu atakalolifanya lilo kwenye siri bila kuwajulisha watumishi wake manabii. Nilitoka kwenye dini inayofundisha hilo andiko kana kwamba hakuna litakalo nitokea nisiwe na taarifa nalo. Kila litakalo tokea duniani popote mimi nitakuwa na taarifa nalo. Ndugu, kuanzia wanaohubiri mpaka tuliosikiza tuirudi kinyume kwa sababu ya kilichokuwa kinaendelea. Hakuna itakalo tokea tusiwe na taarifa nao, na kutaidi huko na taarifa nao. Lakini Mungu aliniambia, niliona katika roho. Sema ndugu, ungeona si ungeepuka hapa. Niliona Mungu alisema, unajua aliposema akasema nijaribu, nakuta baadaye
kimoyo moyo unaanza kusema roho gani huyu? Kimoyo moyo unaanza kuyapunguza ile misimamo na ile kuamini Mungu atasema, unapunguza kimya kimya. Unakuta hata wale waliokuwa na chemka Roho Mtakatifu, kabla kitu hakijatokea katika ulimwengu wa roho, kuna kitu unakiona kinakuja kama sahani, kinashuka, kinatembea hivi. Unaona na wenyewe anapunguza taratibu, anarudi nyuma, kwa sababu atahojiwa. Ulishatufundisha haya mwaka jana, tumejipiga kweli. Kwa maana vijana wanaongea, mnavyoendelea kujipiga, wewe Kasepa na gari yake Kasepa. Na vuruga kule na vuruga. Akija hapa mnakusanyika kwa vuruga hizo, vuruga wale wa kule. Itakuwa Mungu yupo. Itakuwa yupo. Una mashaka mambo yameharibika, itakuwa yupo. Mbona kule walijaa? Kumbe anakwenda kwa mzunguko. Wa hapa na wakusanya kwa wakula na wakusanya kwa sababu nyie mmejaa hapa. Wakula tunawakusanya kwa sababu mmejaa, mpaka akazunguke mwaka mzima umeshasahau. Ametoka kujaza wengine kamba Segera. Kwa sababu watu nafikiri mnafuata mambo kwa kuwa ni mema. Watu mnafuata mambo kwa sababu watu wameyafuata. Watu hawafuati mambo kwa utafiti wao wenyewe. Biblia inasema nuru ilikuja ulimwenguni na watu wakapenda giza. Yesu asifiwe. Waongozao watu kutenda nini? Waongozao, sio waambiao. Mchakato kwenye kuongoza. Shughuli iko kwenye kuongoza. Unaruka sasa, mimi mwinjilisti kazi yangu kusema tu na kuondoka. Pitia na tabia zako. Unajificha mbele za watu kwa sababu ya mwenendo. Una mambo mengi sana machafu. Na ndio maana utakuta tu kuna watu watajiita nabii na mtume, ukiangalia mpaka watoto wake wana tabia zisizoeleweka. Ndio unaweza kujua watoto wanajua. Watoto wanajua. Ni huyu mnamkubali tu, lakini muuni huyu jamaa. Kwa sababu picha na uhalali wa wewe kuwa mhubiri ni kutiisha watoto wako. Picha ya wewe kuwa nani? Uhalali kulingana na Timotheo 3. Uhalali wa wewe kuwa mhubiri, uwe una uwezo wa kuwatisha watoto wako. Usiyewatisha watoto wako, utakuwa na uhalali gani wa kulitiisha kanisa? Sasa kawaangalia watu tunaoita walimu, watu mitume, manabii, wachungaji. Kawaangalie vitoto vimeshindikana. Una uhalali gani? Una uhalali gani wewe? Kitoto kinanyoa kuzimu si kuzimu. Kinavaa kuzimu si kuzimu, kijini sio kijini. Mimi mwalimu na mwinjilisti, mimi mtume na nabii, mimi askofu na nani? Unakusanywa na watu ambao ni wafuata upepo. Ndio maana kwenye imani nitakuwa adui wa wengi. Mimi sifuati mambo kwa sababu mmefuata wengi. Niko tayari kuishi peke yangu duniani. Peke yangu. Ila nasema utu ni huu, ubinadamu ni huu, haki ni hii, uchamungu ni huu. Hata nikiwa peke yangu. Wigo aliojiwekea hakuna anayemgusa yani. Kuna vitu vinaendaga vya ajabu. Mimi siku moja nimemsikia akiwa Morogoro pale. Anasema inuka uangaze maana nuru yako imekuzukia. Sema wale wanaopinga watu wasikae kwenye dini ya walevi, utangazaje? Sema huyu hapingi wenzie, mbona yeye anapinga wenzie? Hapa hatupingi sisi hapa. Biblia inasema tokeni katikati yao, mkiwa kanisani muwe wote wenye nia moja na uelekeo mmoja. Mkisha toka kanisani ndipo mutoke mitaani muende mkaangaze. Nani apingi mwenzie? Wanaosema apingi wakafuatilie. Nilipitia tu, unaingia tunakuta inuka uangaze. Wakafuatilia ilipokuwa Morogoro. Nani apingi wenzie? Mwambie
ongea kuhusu ubatizo. Ubatizo ni nini? Ni kitu gani kinatakiwa kifanywe ili uwe ubatizo? Umuone kama hata pinga watu wengine. Umuone. Unasikia Yesu alisema mimi nikiondoka, Yohana alisema yeye akija atabatiza kwa moto. Sema simama hapo hapo. Yeye alipokuja Yohana 3 inasema alikuwa anabatiza watu wengi kuliko wa Yohana. Simama hapo hapo, tulia. Ulisema akija atabatiza kwa moto, sio kwa nini? Sio kwa nini?